Elekezo kwa siku hii ya leo au kile ambacho kinaendelea kwa siku ya leo kwenye mkutano huu, na hawa ni miongoni mwa wale ambao ni washereheshaji, naweza nikasema hivyo, na hizi burudani zinapatikana hapa moja kwa moja kama ambavyo unawaona au unavyowasikia mbele yangu kwa siku hii ya leo. Kwa hiyo kwa wale ambao wanatufuatilia au wanatusikiliza, kuna vitu vizuri vikubwa bali na yale ambayo yanaweza kujadiliwa, yale ambayo yanatekelezwa na yale ambayo yanaenda kuweza kutekelezwa kwa siku hii ya leo. Sawa, sasa nitazungumza na mmoja ambaye anatoa burudani kwa siku hii ya leo, atuambie kwa namna ambavyo anajisikia. Brother, habari yako? Salama, hali yako? Niko vizuri. Wewe ni kijana, hebu unaweza ukaniambia moja kwa moja kwenye ilani hii ambayo imetekelezwa kwa mwaka 2020-2025 imekugusa kwa kiasi gani? Ilani iliyotekelezwa 2020 mpaka 2025 imegusa kwa sababu tumepata mikopo ya halmashauri, vijana wamewezeshwa kiuchumi kupitia ofisi ya waziri mkuu, vijana wamepata fedha kupitia halmashauri zetu, vijana wamepata fedha kupitia kilimo cha BBT, vijana wamepata fedha, wameenda kulima na wamejikwamua kiuchumi, wamepata fedha. Lakini sio hivyo tu, elimu, vyuo vikuu wameachia mikopo kwa vijana, tumepata mikopo kuanzia degree, lakini mama ameshuka zaidi mpaka diploma, mikopo imeshushwa, fedha zimeshushwa za kutosha. Kwa hiyo mambo ni mazuri ambayo yamefanyika kwenye ilani ya uchaguzi 2020-2025, na nategemea kwa ilani hii inayofuata sasa 2025-30 mambo yatakuwa mazuri zaidi. Yes. Sawa. Unaweza kutuambia unatokea wapi au unawakilisha wapi? Mimi naitwa Eric Jeremiah, ni katibu wa uhamasishaji na chipukizi kutokea wilaya ya Arumeru, mkoa wa Arusha. Mkoa wa Arusha, sawa sawa. Mkoa wa Arusha miongoni mwa maeneo ambayo yametajwa kwenye ilani ni pamoja na swala zima la afya. Unaweza ukatuambia maendeleo kwenye idara hii au kwenye maeneo ya afya iko vipi kwa hivi sasa? Hospitali zimejengwa kwa mkoa wa Arusha, lakini pia kupitia maafisa ambao Mheshimiwa Rais amewaamini, akiwemo mkuu wa mkoa wetu wa Arusha Christian Paul Makonda, vifaa vimekuja vya kutosha, vikiwemo vifaa vile vikubwa kabisa. Mfano kwenye hospitali yetu ya Mount Meru Hospital vimeletwa vifaa vya kisasa ambavyo kimsingi havijawahi kutokea kuletwa, lakini hospitali zimejengwa za kutosha. Mfano kwenye wilaya yangu ya Rumeru imeletwa almost karibia milioni 900 za kujenga jengo zuri ambalo limejengwa kwenye wilaya yetu. Kwa hiyo naona kwenye mkoa wetu wa Arusha kwamba kuna miundombinu mizuri imejengwa kiafya ambayo inakwenda kutusaidia sisi kama vijana, kina mama, watoto na wazee kwa ujumla kwenye mkoa wetu wa Arusha. Asante, my pleasure. Na mtazamaji, kama ambavyo unaona, hii ni burudani ambayo inaendelea hapa kwenye mkutano mkuu wa CCM Taifa kutokea hapa jijini Dodoma, na hizi unazipata kupitia Furaha.